Niliona neno limeturahisishia sana aliposema enenda pamoja na wenye hekima nawe utakuwa nayo hekima. Simple. Kwa sababu hekima manake nguvu ya kufanya kwa usahihi. So nilikuwa nawaza kwamba nguvu ya kufanya kwa usahihi nitaipata wapi? Niweze kufanya kwa usahihi kwenye elimu yangu, kwenye mahusiano yangu, kwenye huduma yangu, niweze kufanya vitu kwa usahihi. Akarahisisha. Enenda pamoja na wenye hekima, walio na hiyo nguvu ya kufanya sahihi, nawe utakuwa nayo hekima. Ikiwa na maana kwamba hekima inaambukiza, contagious, from mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Hekima inaambukiza. Na ndio maana katika Warumi anasema msidanganyike. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Ya Kiingereza anasema bad company, marafiki wabaya wanaharibu tabia njema. Kwa hiyo kama hekima inavyoenea kwa njia ya kuwa karibu na wale watu, ndivyo ambavyo na upumbavu unaenea kwa njia ya kuwa karibu na watu hao. Okay? Kwa hiyo usidanganyike, hakuna kinachopita. So sisi ambao tunatafuta hekima katika namna moja ama nyingine, wako wapi watu wenye hekima? Cha kwanza ni kuanza kuallocate, kuwatambua kwamba fulani, alafu kuanza kuangalia ninawakaribieje watu hao. Ni rahisi tu namna hiyo hekima tutaipata katika eneo lolote lile ambalo unatafuta hekima. Je, unatafuta hekima katika eneo gani? Unafahamu ni nani ambaye ana hekima katika hilo eneo? Je, ikiwa kuna watu wenye hekima, sawa, itakuwaje kwa yule mtu ambaye yeye mwenyewe ndiye hekima? Ndivyo neno la Mungu linavyosema, Kristo ndio hekima ya Mungu. Yesu ndio hekima ya Mungu. Ikiwa na maana kwamba kuwa na Yesu sasa unayo hekima ya Mungu, kwa sababu unaye mtu ambaye ndiye hekima. Sio tu ana hekima. Wanadamu wanaweza kuwa na hekima, ila Yesu sio ana hekima. Yesu ndio hekima. Tena hekima sio ya matajiri, ni hekima ya Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Uko bado hujampokea Yesu, unasubiri nini? Pokea hekima kubwa namna hii itokayo kutoka mbinguni. Ni ofa Mungu Baba ameamua kutuzawadia, hekima yake mwenyewe Yesu Kristo. Mpokee leo katika jina la Yesu. Haleluya.